Lakini zamani kwa unaona nikitaja jina la Yesu unaona kabisa kuna kitu kimetoka kimeenda mahali. Shetani ni muongo na ashinde mfululizo katika jina la Yesu. Na kuachia hilo jina tena, na amuru hilo jina lirejee katika kinywa chako katika jina la Yesu. Nasema hilo jina la Yesu lirejee tena ulimini mwako. Shetani anaiba jina. Unataka ujue shetani anaweza kuiba? Petro na Yohana walipomwombea yule mtu akanyanyuka kwa jina la Yesu, unajua nini? Kikao kikakalika cha wazee wa baraza, wakuu wa makuhani na waandishi, wakasema msihubiri tena kwa hilo jina. Lakini Petro akiwa amejaa Roho, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 utasoma mwenyewe, akawaambia kwamba je, tuwasikilize nyinyi au tumtii Mungu? Hatuwezi kuacha kuhubiri kwa hili jina, maana ndio jina tuliopewa. Hatuna jina jingine. Tutahubiri kwa hili jina. Wao nadhani wale waandishi, watu wenye PhD ya Torati, wakachunguza wakaona shida sio wao. Kwanza ni watu wasio na elimu, tunawajua ni wavuvi. Hawa watu wanachojivunia ni hilo jina. Sasa tuwapige stop, tuweke bani. Tuwafungulie kesi ya uhaini ya kutumia jina la Yesu. Kwa hiyo alikuwa anaonekana mtu muhaini akitumia jina la Yesu. Mmenielewa kwa mfano? Kelima ni mtu anatiwa ndani anafungwa kwa sababu ametumia jina la Yesu. Wewe unasema kuna nini? There is something in that name. I said there is something in that name. Jina Yesu lapita majina yote. Jina la Yesu linapita kila jina. Babu yako alikuwa na jina zuri kweli. Alikuwa ndo mtemi wa kile kijiji chenu na kile kiwilaya, ni sawa. Lakini jina lake aliweza kukupa wokovu, jina lake aliweza kuponya magonjwa, jina lake aliweza kurejesha ulipoibiwa, ila jina la Yesu. Jina la Yesu pekee yake. Aya, namba 5. Namba 5, shika nini? Shika neno. Shika neno. Sio maneno, shika neno. Samueli wa kwanza 13:14. Samueli wa kwanza 13:14 inasema, lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake. Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake. Kwa sababu wewe huku nini? Hukulishika neno lile Bwana aliyokuamuru. Usiposhika, ngoja nikwambie sasa, nirudi kule kwenye kichwa cha somo. Kumbuka kichwa cha somo kinasemaje? Mambo 7 nini? Soma kwa sauti tafadhali. Ili uwe uliokusudiwa. Sasa ngoja nikupe hichi kisa. Sauli alikusudiwa na Mungu kabisa awe mfalme. Si alipewa na kiti cha kifalme? Si akapewa na taji ya kifalme? Si akapakwa mafuta ya kifalme? Kilichomponza hakushika sana neno aliloamliwa na Bwana. Kaambiwa nenda kaue wa Amaleki huko kawamalize. Yeye hakushika hilo neno, akawasaza. Sasa Bwana anakuja anasema, lakini sasa ufalme wako hautadumu. Utukufu wako ulioupata, mtu anapokea utukufu wiki 2 umepotea, hautadumu. Kwa nini? Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake. Mungu ni fundi. Mungu anaweza akakupa kitu kikubwa ambacho ulistahili, alafu akakihamisha akampa jirani yako usiyempenda ili uumie. Anasema kwa sababu wewe hukulishika lile neno Bwana alilokuamuru. Mmesikia asubuhi shuhuda ya mama Neema Bwana alimwambia atoe 100,000. Nilipotangaza wenye laki waje hapa mtolee Bwana. Bwana anamwambia nenda katoe, anasikia ndani yake. Anasema mbona ndio ile 100,000 imebaki kule, niende sokoni ninunue vitu vya dukani kwangu vya gengeni. Haya, nilisikia alienda hadi mjini. Kufika mjini anatoa hela, ameshachagua matunda alivite. Hana hata shilingi 10. Zote zimepotea. Nilisikiliza madam nani? Madam Sosa wiki mbili zilizopita. Bwana
anaweza akaondoa utukufu maishani mwako, akampa jirani yako, kwa sababu hukulishika neno alilokuamuru. Mwambie jirani yako, shika neno. Shika neno. Yohana 5:51. Kwa nini tushike neno? Biblia inasema na amini amini nawaambia, Yohana 8:51. Amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Kwa hiyo ukilishika neno utajiepusha na mauti. Kuna mauti ya ndoa, mauti ya biashara, mauti ya huduma, inaweza ikaja. Lakini kama una neno, utamwambia shetani, ninalo neno. Imeandikwa. Imeandikwa. Ninalo neno ambalo Bwana amenisemesha maishani mwangu. Sasa kama hujashika neno, Ufunuo 3:10 inasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda. Faida ya kushika neno, Bwana anakulinda. Bwana anakuepusha na mauti. Asa mimi nami nitakulinda. Analinda ule mtu aliyekusudiwa. Analinda kile kipawa chako. Analinda ile huduma yako. Analinda ile elimu yako. Analinda ile ndoa yako iliyokusudiwa na Mungu. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa. Wenye neno wanalindwa na Bwana hata saa ya mpinga Kristo. Ndio inaitwa saa ya kuharibiwa, saa ya mpinga Kristo, nyakati za siku za mwisho. Ni wenye neno. Utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Namba 6, shika nini? Shika hofu ya Mungu. Shika sana hofu ya Mungu. Namba 6, shika sana hofu ya Mungu. Mwambie jirani yako, shika hofu ya Mungu. Mwambie mche Bwana na kujiepusha na uovu. Mwambie jirani yako, kumcha Bwana ni kukataa uovu. Mtikise jirani yako, mwambie uovu unatajwa kwako. Mwambie zinaa inatajwa kwako. Mwambie matukano yanatajwa kwako. Mwambie neno lisilo ovu lisitajwe kinywani mwako, lisitoke kwako. Shika hofu ya Mungu, shika. Yaani ukiona wewe hofu kama Mungu ameondoka, lia sana ili irejee. Sababu ukikosa hofu ya Mungu utafanya kila kitu bila hofu. Asiye na hofu ya Mungu anaweza kufanya chochote bila hofu. Anaweza kutukana hadharani hadi watu mkashika mdomo. Na huyu naye na kisita kaanza lini? Matusi kaanza lini jamani? Yule yani kabisa akatukana hivi. Ujuage haijaanza hivyo. Alishaanza kuibiwa hofu ya Mungu taratibu. Unaweza kaibiwa hofu ya Mungu kupitia ndoto. Shetani, njia moja hapo shetani anatumia kuiba hofu ya Mungu ni zinaa ya ndotoni. Ukiota unazimizidi ndotoni, hofu ya Mungu itaanza kuibwa ndani yako. Yaani utajiona tu kuna namna tu hofu ya Mungu imeondoka. Maneno magumu. Lakini watu wachache wananisikia na wanaelewa. Kwa hiyo njia ya kuiba shetani anakuja kupitia hiyo njia. Hamna siku utaona ndotoni unatukana, hata hiyo siku haije kutokea. I tell you. Hivi kuna mtu hapa alishaota ndotoni unamtukana mtu matusi ya nguoni? Kama yuko huyo mtu amekubuu sasa. Lakini hofu ya Mungu inaibiwa kupitia zinaa ndotoni. Majini mahaba yanakujaga kuiba hiyo hofu ya Mungu. Ninaongea ukweli na mtu hapa. Najua mimi leo sitaki ushahidi kwa sababu nahubiri practical message. Na wewe unajijua mwenyewe. I tell you. Ufunuo 3:3. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia. Kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia. Sasa shetani akija anaiba. Kwanza hata jinsi ulivyosikia anakuibia. Hata ukumbuki hivi nilisha kujifunza nini? Hivi siku ile kwani yani kabla nilipokea kitu hivi kiko wapi? Kwa hiyo anakusahaulisha hata jinsi ulivyopokea, jinsi ulivyosikia, na hata jinsi yako ya kusikia na kupokea inaondoka. Ulikuwa ukikaa hivi kanisani na macho yako yote yako mbele kwa pasta unamtazama. Ukija kanisani sasa hivi dakika 2 uko macho, dakika 2 usinzia. Ukija kanisani unashangaa uko na simu muda wote. Unatuma na message, hadi unaingia WhatsApp, hadi unawasha data. Huko unasikiliza mahubiri, huko unawasha data, huko unatuma message. Nisubiria ninatoka sasa hivi. Nilishawahi kumuona mtu kabisa yuko kanisani.
na chat na msichana, kwa nikitoka hapa ibadani tukutane guest. Mtu kabisa kanisani, sio mtu baki, mtu kanisani, na kanisani tunamwamini. Wakorintho wa 2:14, Wakorintho wa 2:14 anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, hofu ya Mungu ni silaha ya vita. Sasa hofu ya Mungu ni upendo wako kwa Mungu, ule upendo wa kwanza. Biblia inasema nina neno juu yako kanisa la Efeso, kwa sababu umeacha upendo wako wa kwanza. Kwa hiyo kama umeacha ule upendo wako wa kwanza, ulikuwa ni mtu wa ibada. Ukiacha ule upendo wako wa kwanza, wewe hofu ya Mungu itakuvaa. Sasa niende namba 7 tumalize maneno. Namba 7, shika sana haki yako. Shika sana haki yako. Shika sana haki yako. Haki yako inaweza kuwa ni ahadi ya Mungu au neno la unabii ambalo Bwana amekupa, au haki yako katika wokovu kama mwana wa Mungu. Haki yako kama mtumishi wa Mungu. Kuna haki yangu kama mtumishi wa Mungu mimi. Biblia inasema hakuna silaha yoyote itakayetumwa kinyume na mimi ikafaulu. Na kila ulimi nitahukumu kwa nini? Mkosa. Maana wao nini? Ni urithi watumishi wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo mimi nikimtumikia Mungu kwa uaminifu, automatic silaha ikitumwa juu yangu haifaulu. Na kila ulimi inaweza kuhukumu kwa mkosa. Maana wao ni urithi watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuna haki yako kama mtumishi wa Mungu, kuna haki yako kama mdada uliokoka ndani ya Kristo. Kuna haki yako kama kijana uliokoka ndani ya Kristo. Sijui kama mnanipata kwa mfano. Mtikise jirani yako, mwambie jirani unamwelewa pastor. Mwambie jirani shika sana haki yako. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Alafu mwambie shika hivi. Mwambie shika kwa nguvu. Shika sana. Kamata haki yako. Haki yako inasemaje? Hakuna uchawi juu yako wala uganga juu yako. Haki yako, watashindana na wewe lakini hawatakushinda. That is your process. Oh, mtu anakuja usiku, naona mtu kavia kuna vibwengo vinakuja kwenye bati lako vinatembea. Chukua na shuka ulale. Ukiambie haki yako wewe ni nani ndani ya Kristo. Afu lala. Ukiona mtu eti kuna wachawi wanakuja huko, sio naona kitu ajabu, anakosa usingizi, hajui haki yake ndani ya Kristo Yesu. Na mwaka wetu tutasema mwaka kusididika nini? Katika haki, ili uwe mbali na nini? Na kuonewa. Faida ya haki inakuondolea hali ya kuonewa. Yaani unaona kwa mimi ni mwenye, unatembea kifua mbele. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mtumishi wa Jehova. Unalaa kabisa. Hiyo haki huaga inakaa kifuani. Mazoezi ni mazuri, lakini ukiwa na haki unakuwa na kifua kikubwa. Nasema pastor, hiyo ni kweli. Kwani Biblia inasema mkitoa dilii ya haki nini? Kifuani. Hiyo dilii ya haki tunaweka hapa. Dilii. Hiyo dilii ni bullet proof. Inaweza kuzimisha. Ile bullet proof ndio inakaa hapa. Mimi kuna risasi zikipigwa, zikikutana na haki ulionayo zinarudi zilikotokea. Kwa sababu hakuna kitu kitapenya kwenye moyo wako. Haki ndio inamfanya mtu asirielie. Ukiona mtu akutana kitu kidogo, hana la, muda wote na shingo yote akailegeza. Sura imeshuka. Ujue ajui haki yake ndani ya Kristo Yesu. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na akisita moyo wangu hauna furaha naye. Mwenye haki wa Mungu asiti. Anaishi kwa imani. Tikise jirani yako, muulize unayo haki wewe? Mwambie marufuku kata tamaa. Marufuku kulia. Sijui nitaolewa kweli. Sijui mimi kweli nitapata mke. Nilivyokuwa hivi mweusi. Na weusi wako utaolewa na weusi wako utaoa. Maana heri wawili kuliko mmoja. Unakuwa peke yako. Utaacha wazazi wako na kuambatana na mmeo. Mtu kwa sababu hana haki anaanza kuangalia mapungufu ya mwili wake. Labda kwa sababu mguu wangu ni mwembamba, hivi kweli nitampata mtu? Uwe na mguu mwembamba, uwe una hivi. Utaolewa. Labda upande huu wanaelewa. Na yeye amenyamaza. Hebu huku. Nyinyi mnaelewa?